no Fadlu Davids, no problem. Pengine hivyo ndivyo naweza kusema kwamba Simba ikicheza kwa mara ya kwanza katika msimu huu wa 2025-26 bila ya kuwa na aliyekuwa kocha wake mkuu Fadlu Davids, imeanza vyema ligi kuu Tanzania bara kwa kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Fountain Gate katika mechi ambayo Simba walitawala mwanzo mwisho kama ilivyotarajiwa, kutokana na ukweli kwamba Fountain Gate walikuwa wanakwenda kucheza mechi hii kukiwa na shaka juu ya idadi ya wachezaji walionao tayari kwa kucheza katika ligi kuu Tanzania bara, na hasa suala la usajili. Ndivyo ilivyokuwa katika mechi ya leo hii. Kocha Dennis Kitambi wa Fountain Gate alianza na wachezaji 11 kama ilivyo ada, lakini nje wachezaji wa akiba walikuwa wawili tu ambao ni Ana Kimtambi pamoja na Machupa Junior. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wanaongozwa na kocha msaidizi aliyekuwa chini ya Fadlu Davids. Hapa nazungumzia mchezaji wa zamani wa timu hiyo na timu ya taifa Suleiman Matola. Walianza vyema katika mechi hii kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 90 wakiwa wanamiliki mpira katika muda wote wa mchezo, wakicheza kwa utulivu mkubwa, bila shaka kwa kutambua kwamba mabao yalihitaji suala la muda na subira tu, na ndivyo ilivyokuwa. Simba mapema kabisa wakapata bao la utangulizi katika dakika ya 5. Tunakumbuka vizuri iliwekwa wavuni na Rushain De Rock kwa kichwa kutokana na kona safi ambao ni assist kutoka kwa Jasha Ahua. Lakini katika dakika 36 Simba wakapata bao la pili, safari hii likiwekwa wavuni na Jasha Ahua akitumia vyema pasi yenye umbile la V kutoka kwa kiungo wao wa ukabaji Yusuf Kagoma, na kisha katika dakika ya 57 Jonathan Soa alikuwa ameanza leo hii kama mshambuliaji kinara, akaifungia Simba bao lingine la 3, safari hii akitumia pasi kutoka kwa Eli Mpanzu Kibisawala aliyekuwa amemwacha eki mmoja wapo wa Fountain Gate aliyeshindwa kumzuia Mpanzu kutokana na kasi yake na chenga zake, na kisha pasi yake kwenda kwa Jonathan Soa alichofanya ni kuituliza na kuiweka wavuni. Mabao haya yalidumu mpaka mwisho wa mchezo na Simba kushinda kwa mabao 3-0 katika mechi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Suleiman Matola kuanza walionekana kwenye muundo wao wakianza wakiwa na walinzi 4, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, huku wageni na maanisha Fountain Gate wao wakionekana kuingia na mfumo wa 4-4-2. Lakini kwenye kucheza Simba walilazimika muda wote kucheza katika nusu ya pili ya uwanja kutokana na ukweli kwamba Fountain Gate walikuwa wakizuia zaidi kutokea chini, kama alivyokuwa amezungumza kocha Dennis Kitambi wa Fountain Gate kwamba wataheshimu Simba muda wote, wakijua bila shaka kwamba mchezaji mmoja mmoja wako vizuri zaidi na kwamba timu yao iko vizuri zaidi, lakini wakiamua kuzuia kutokea chini, wakishambulia kwa kushtukiza kwa walau kupata point. Lakini mpaka mwisho wa mchezo wakafungwa mabao 3-0, Simba wakipata ushindi waliostahili kutokana na namna walivyokuwa wakicheza. Golini leo hii kama kawaida alianza Musa Pimpin Kamara, lakini katika mabeki wa 4 leo hii alianza Shomari Kapombe kama beki 2, ingawa alikuja kutoka katika kipindi cha pili na kuingia David Kameta Duchu. Beki 3 alianza Nabi Kamara, wakati katikati katika mabeki kulikuwa na Rushain De Rock ambaye alianza pamoja na Shamu Karabu. Baadaye alikuja kutoka Rushain De Rock, lakini katika eneo la kiungo walioanza alikuwa ni Mzamiru Yasini pamoja na Yusuf Kagoma. Hata hivyo katika kipindi cha pili kocha Suleiman Matola alikuja kumtoa Mzamiru Yasini, ikiwa ni miongoni mwa mabadiliko yake, akaja kuingia Alassane Maodo Kante. Lakini katika viungo 3 washambuliaji kulikuwa na Jasha Ahua, Kibu Dennis Prosper, Eli Mpanzu Kibisawala, huku mshambuliaji kinara leo hii akiwa ni Jonathan Soa. Mabadiliko katika kipindi cha pili yalimuingiza mchezaji wa kimataifa wa Tanzania aliyetoka kucheza mpira wa kulipwa barani Ulaya na sasa amejiunga na Simba, Morris Abraham, aliyetoa nafasi ya Kibu Dennis Prosper. Lakini vile vile katika eneo hilo la kiungo ndilo ambalo Mzamiru Yasini alikuja kutoka na kuingia Alassane Maodo Kante. Mpaka mwisho wa mchezo Simba iliendelea kucheza kwa kuelewana zaidi, wakitengeneza nafasi nyingi kwa utulivu. Kufikia mapumziko Simba iliyokuwa ikimiliki mpira kwa 67% dhidi ya 33% tu za Fountain Gate, lakini Simba ikawa imepiga mashuti mpaka kufikia mapumziko mashuti 2 dhidi ya mashuti
4 ya Fountain Gate. Lakini tofauti ya Simba na Fountain Gate ni kwamba mashuti yake mawili yote yalikuwa yamelenga shabaha, wakati Fountain Gate katika mashuti 4 waliopiga hakukuwa na shuti hata moja lililolenga shabaha, wakati huo Simba ikiwa inaongoza kwa mabao 2-0 yale yaliyofungwa katika dakika ya 5 na dakika ya 36. Kipindi cha pili Fountain Gate waliokuwa wakijitahidi kadri wawezavyo kuishambulia Simba kwa kushtukiza, walijikuta bado mizani ikiwaelemea, na ndipo Simba wakafunga bao la 3 ambalo hatimaye likawa ndio la mwisho, huku pongezi zikienda kwa golikipa wa Fountain Gate Fadhili Kisunga, kwa sababu Simba walikuwa wakifika mara nyingi hadi kufikia kwenye dakika ya 80 ndipo Fountain Gate walipopiga shuti la kwanza la kulenga shabaha katika mchezo wa leo. Lakini kufikia dakika ya 85 plus Simba walikuwa tayari wameshapiga mashuti 7 ya kulenga shabaha dhidi ya shuti moja tu la Fountain Gate, jambo ambalo liliashiria namna gani Simba walifika zaidi katika eneo la mwisho. Nini cha kuchukua katika mechi ya leo hii? Simba ikiwa chini ya kocha Selemani Matola bado ilicheza kama timu ya kwanza uwanjani, kwa maana kwamba hakukuwa na tofauti kubwa namna ambavyo Simba imekuwa ikicheza chini ya Fadlu Davids. Leo hii ilimiliki zaidi mpira, lakini kikubwa zaidi ni juu ya namna ambavyo kocha Selemani Matola katika kipindi cha pili hapa nafasi ya kucheza baadhi ya wachezaji ambao wakati wa Fadlu Davids walikuwa wakipata nafasi mara chache sana. David Kameta Duchu leo hii alipata nafasi ya kucheza. Vile vile waliocheza ni pamoja na Mzamiru Yasini alianza kabla kutolewa na kuingia Lassana Maodo Kante, jambo ambalo linaashiria kwamba Selemani Matola alikuwa ana uwezo wa kumpa nafasi yeyote kupata nafasi ya kucheza ili kuhakikisha Simba inafikia matarajio yake. Lakini jambo lingine ni juu ya namna Simba ilivyokuwa na utulivu wakati kimiliki mpira, ikitambua kwamba Fountain Gate wanazuia zaidi kutokea chini. Silaha yao kubwa ilikuwa ni uvumilivu, kupasiana mipira, kuizungusha kutoka upande mmoja mpaka mwingine, alimradi kuweza kufungua safu ya ulinzi ya Fountain Gate, jambo ambalo walikuja kufanikiwa kwa kupata mabao haya 3 katika mechi ambayo haikuwa nyepesi kama ilivyotarajiwa kutokana na namna ambavyo Fountain Gate walicheza kimkakati zaidi, wakizuia zaidi na kushambulia kwa kushtukiza, mipira mingi kimwendea Eli Mokono ambaye yeye ndiye aliyehusika katika kupiga mipira mingi ya kufanya majaribio ya kufunga, ingawa bahati mbaya kwake mashuti yake siku ya leo yalikwenda nje. Mwisho wa siku Simba wana jambo moja tu, kwamba kile walichokionyesha leo hii katika mechi dhidi ya Fountain Gate kama watakidumisha pia katika mechi nyinginezo ikiwemo ya marudiano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwenye uwanja Mkapa jijini Dar es Salaam dhidi ya Gaborone United ambayo walishacheza nayo na kuifunga 1-0 kule kwao nchini Botswana, manake Simba itakuwa na nafasi ya kusonga mbele. Lakini pia katika ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine, kwa kile walichokionyesha Simba leo hii, utulivu, kumiliki zaidi mpira, pasi na papara, kwa kujua kwamba wao ni timu ya kwanza uwanjani kulinganisha na Fountain Gate, bila shaka Mwalimu Selemani Matola atakuwa amepata kitu cha kuweza kuifanya Simba yao iendelee kuwa imara zaidi. Miongoni mwa mambo ya kushughulikia ni pamoja na ambavyo Simba wanapokabiliana na mashambulizi ya kushtukiza. Eli Mokono mpaka mapumziko alipata nafasi ya kupiga mashuti takriban 4, ingawa yote yalikwenda nje, lakini ni ishara kwamba Simba wanapaswa kuwa makini pindi wanapomiliki zaidi mpira karibu na kati mwa mstari wa uwanja, wawe makini kwa mipira mirefu inayokwenda nyuma ya mabeki wao isije kuwaletea madhara. Lakini jambo lingine ni kwa washambuliaji. Jonathan Soa kuna baadhi ya nyakati baada ya kutoa pasi alikuwa na yeye anapambana walau kuweka mpira wavuni kama ilivyo kwa Eli Mpanzu Kibisawala na wengineo wakati wanaposhambulia. Wakati mwingine inapaswa kuzingatia kucheza kitimu zaidi katika kutafuta nafasi za mabao, hasa pale timu inapokuwa imeikamata mechi kwa kiasi kikubwa kama ilivyokuwa leo dhidi ya Fountain Gate. Hakika kama wekundu Msimbazi Simba wakiendeleza kiwango hiki walichocheza dhidi ya Fountain Gate katika mechi zao nyingine zote, ni dhahiri kwamba wapinzani wao watafanya kazi kubwa ya kuwakabili, kwa sababu wanaposhambulia walikuwa wanaenda kwa idadi kubwa. Jasha Ahua, Eli Mpanzu Kibisawala, Kibu Dennis Prosper ambaye alipoingia Morris Abraham alizidi kuleta matatizo kwenye upande wa kushoto wa Fountain Gate katika kuzuia, upande wa kulia wa Simba katika kushambulia. Jonathan Soa, lakini wakipata support kutoka kwa viungo wao. Hapa nazungumzia Yusuf Kagoma, lakini vile vile Mzamiru Yasini alikuja kutoka na kuingia Lassana Maodo Kante. Bado Simba walikuwa na nguvu kubwa katika kushambulia kutokea eneo la kati la uwanja wakiwa na idadi kubwa, huku mashambulizi yao yakiongezewa nguvu na mabeki wao wa pembeni. Kongole kwa Simba kwa kwanza vema ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2025-26.
Kongole pia kwa Fountain Gate waliopambana kiume na kutofungwa idadi kubwa ya mabao ya aibu, badala yake wamefunga mabao 3 huku wakivuja jasho vya kutosha na kuipa misukosuko Simba katika baadhi ya nyakati kwa kufanya majaribio ya kufunga, hasa kupitia kwa Elimu Kono pamoja na Sadiki Ramadhani. Mwisho wa siku Simba wamepata ushindi wa mabao 3-0 wakijibu mapigo pia kwa watani zao wa jadi Yanga ambao nao wameanza ligi kwa ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Pamba Jiji. Je, nini kitakachoendelea katika ligi kuu Tanzania bara ambayo ndio kwanza imeanza, baadhi ya timu zikicheza mechi moja moja ikiwemo Simba leo hii, nyingine zikicheza 2-2 kama Fountain Gate ambayo leo hii imepoteza mechi ya pili mfululizo? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.